Moyo wake ulikuwa umegeuka kutoka kwa Bwana. Haya ni maneno ya kushikamana kuhusu mfalme aliyepewa hekima zaidi ya wote. Solomon, jina lake linamaanisha amani. Alijenga hekalu la Mungu. Alipokea hekima isiyokaribika. Mataifa yote yalimshangaa. Lakini moyo wake ulibadilika. Tukiangalia moja Wafalme sura ya 11, tunaona anguko la kiongozi aliyekuwa na baraka nyingi zaidi duniani. Ni jinsi gani mtu anaweza kuwa na kila kitu lakini akaamua kuacha Mungu? Ni nini kinachosababisha mioyo yetu kugeuka kutoka kwa yule aliyetuumba? Leo tutajifunza kutoka kwa makosa ya Solomon, makosa ambayo yaliigawa Israeli kwa milele. Biblia inasema, basi Bwana akamkasirikia Solomoni kwa sababu moyo wake ulikuwa umegeuka kutoka kwa Bwana. Hapo ndipo tuanze katika hasira ya Mungu dhidi ya dhambi za faragha. Solomon hakuanguka kwa wakati mmoja. Alikuwa akiteleza polepole. Alikuwa akichagua mali badala ya Mungu. Alikuwa akichagua mivulano ya kisiasa badala ya utii. Na mwishowe aliamua kumwabudu miungu mingine. Hadithi hii ni onyo kwa kila mmoja wetu. Tuanze na muhtasari wa maandiko. Moja Wafalme 11 inaanza na maneno makubwa, basi Mfalme Solomoni alipenda wake wengi wageni. Hili si suala la upendo, ni suala la kutotii. Mungu alikuwa amemwonya Israeli dhidi ya kuana na mataifa mengine kwa sababu bila shaka wataigeuza mioyo yenu kufuata miungu yao. Na hasa hili ndilo Solomon alifanya. Alikuwa na wake 700 na masuria 300. Biblia inasema wake zake walipotosha moyo wake. Katika uzee wake alianza kuabudu Ashtoreth, mungu wa Wasidoni, na Moleki, machukizo ya Waamoni. Alijenga mahali pa juu pa ibada kwa ajili ya miungu hii mlimani mwa Mizeituni kabla ya Yerusalemu. Bwana alikasirika sana. Alimwambia Solomon kwamba ufalme utakatwa kutoka kwake na kupewa mtumishi wake. Lakini kwa ajili ya Daudi hili halitafanyika wakati wa Solomon bali wakati wa mwanawe. Hapo Mungu akamchukuza Solomon na alimuinua Hadadi Mwedomu na Rezoni mwana wa Eliada kuwa maadui zake. Halafu akamuongoza Yeroboam mwana wa Nebati, aliyekuwa msimamizi wa kazi ya nyumba ya Yusufu, kupokea utabiri kwamba angepewa makabila 10 ya Israeli. Sasa hebu tuone maelezo muhimu ambayo wengi husahau. Kwanza, Solomon alioa binti Farao kabla ya kujenga hekalu la Mungu. Hii inamaanisha kwamba utawala ulikuwa muhimu zaidi kuliko ibada. Alianza kwa kujibu mahitaji ya kisiasa, si mahitaji ya kiroho. Pili, Biblia inasema Solomon alikuwa na farasi 40,000 katika mazizi yake. Lakini Mungu alikuwa amesema katika Kumbukumbu saa 17 na madakika 16 kwamba mfalme asijongezee farasi. Kila farasi alikuwa amemzidi amri ya Mungu. Tatu, ingawa alikuwa na wake wengi sana, hakuwa na watoto wengi. Hii inaonyesha kwamba baraka za uzazi zilipungua kwa sababu ya dhambi za ushirikiano. 4, Yeroboam alitoroka Misri, mahali ambapo Israeli walisahau Mungu. Hii si bahati mbaya, ni ishara ya kile kinachotokea wakati tunamwacha Mungu. 5, tofauti na Daudi baba yake, hakuna mahali katika sura hii ambapo Solomon anatubu. Daudi alidai dhambi zake na kuomba msamaha. Solomon alienda mbele tu. Hii ni tofauti kubwa kati ya mtu anayejua makosa yake na mtu anayekataa kuyakubali. Katika hadithi hii tunaona mabadiliko makubwa ya kiroho. Ya kwanza, hii hekima hadi ujinga. Solomon alipokea hekima kutoka kwa Mungu, lakini alibadilisha hiyo hekima kuwa busara za binadamu. Alianza kutumia akili zake badala ya kumtegemea Mungu. Ya pili, moyo mmoja hadi moyo uliogawanyika. Biblia inasema Solomon hakumfuata Bwana kwa moyo wake wote. Huyu ndiye mtu aliyesema, mwanzo wa hekima ni hofu ya Bwana, lakini mwenyewe aliamua kutomwogopa. Ya tatu, amani hadi vita. Jina la Solomon linamaanisha amani, na mwanzoni Mungu alimpa amani kila upande. Lakini uongo wake ulimleta maadui. Hadadi na Rezoni waliinuka dhidi yake. Ya 4, umoja wa ufalme hadi mgawanyiko. Kwa sababu ya dhambi zake, Mungu aliamua kugawa ufalme wake. Makabila 10 yatapewa Yeroboam na makabila 2 pekee yatabakia kwa familia ya Daudi. Haya yote ni matokeo ya kuacha kumfuata Mungu kwa moyo mzima. Ni onyo kwa sisi, dhambi za faragha zina gharama kubwa.
Hata wanyamapori waliona mabadiliko makubwa katika ufalme wa Solomon. Walijua kwamba kila kitu hakikuwa sawa. Mfalme aliyepewa uongozi kutoka kwa Mungu sasa anaongoza watu kwa njia za ugeni. Ninaona hasira ya Mungu ikija. Kutoka juu, ninaona mahekalu ya uongo yakijengwa mlimani mwa Mizeituni. Solomon anaabudu miungu mingi badala ya Mungu mmoja. Roho ya amani imekwenda. Sasa kuna ghasia na maadui kila mahali. Dhambi za faragha zimeharibu kile Mungu alichojenga. Binadamu hawajui baraka waliopewa. Wamepewa uongozi juu ya uumbaji wote, lakini wanauchagua uongo. Tukiwa sisi tunatii mipango ya Mungu bila kushindwa, lakini binadamu wana hiari na mara nyingi wanachagua vibaya. Israeli itajifunza kwa njia ngumu kwamba Mungu ni Bwana. Ufalme utapasuka, lakini Mungu bado ataweka mkuu katika ukoo wa Daudi. Sasa ni wakati wa kujifunza kutoka kwa makosa ya Solomon. Kwanza, chunguza moyo wako kwa ushirikiano wa faragha. Solomon hakuamua siku moja kuacha Mungu, alikuwa akiteleza polepole. Ni nini katika maisha yako kinachoweza kukuongoza mbali na Mungu? Ni biashara? Ni mahusiano? Ni tamaa za kimfumo? Pili, amua kumtumikia Mungu pekee. Mathayo 6:24 inasema, hakuna mtu awezaye kumtumikia Bwana wawili. Moyo uliogawanyika ni moyo uliooza. Tatu, omba kwa ajili ya viongozi wako. Solomon alikuwa mfalme aliyepewa hekima na baraka, lakini alianguka. Viongozi wako wanahitaji maombi ili wasianguke katika majaribu ya madaraka, mali na makusudi mabaya. 4, jifunze kutambua dhambi za faragha kabla hazijapanda. Biblia inasema, mkimbieni ushirikiano. Usikubali hata haya ya kucheza nacho. 5, kama umeshaanza kuteleza, rudi haraka. Tofauti kuu kati ya Daudi na Solomon ni kwamba Daudi aliomba msamaha. Mungu yu tayari kutusamehe na kuturudisha. Hebu tuombe pamoja. Bwana Mungu, tunakushukuru kwa onyo hili kutoka kwa maisha ya Solomon. Tukubali kwamba nasi tunaweza kuteleza kama hatutakuwa makini. Tunaomba unichunguze mioyo yetu na kutuonyesha maeneo yoyote ambayo hayakukufurahishi. Fanya moyo wetu uwe mmoja, umejikita kwako pekee. Tunajua kwamba umependa kubana zaidi ya jinsi tunavyostahili, na kwa hiyo tunakuomba msamaha kwa maeneo yote ambayo tumeanza kuteleza. Uturudishe kwako kwa moyo wote. Pia tunakuomba kwa ajili ya viongozi wetu, waongoza kanisa, serikali na familia zetu. Wape nguvu ya kukutii na kutomwacha wakati majaribu yanakuja. Na tunakukumbusha ahadi yako ya kuweka mfalme katika ukoo wa Daudi. Tunashukuru kwa ajili ya Yesu, mfalme wa amani ambaye hatajaribu kamwe. Kwa jina lake tunasema amen. Hadithi ya Solomon ni onyo, lakini pia ni tumaini. Ingawa alianguka, Mungu hakumwacha Israeli. Na leo hatutaacha pia. Kumbuka, moyo uliogawanyika ni moyo uliooza. Chagua kumtumikia Mungu pekee. Kwa maombi ya Nehemia na ushirikiano wa Acts 12, tunakutana tena katika episode ijayo. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.